Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewasihi Watanzania hususan vijana kulinda amani na utulivu wa nchi kwa kuwakataa wale wote ambao wasiolitakia mema taifa ili shughuli za maendeleo na ajira zistawi. Serikali imeombwa kuendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye kilimo hai kutokana na mchango wake katika kulinda afya za walaji. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa baada ya shahidi wa 18 aliyepaswa kuanza kutoa ushahidi kuugua. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa Ebola nchini DRC umesambaa na kulifikia jimbo la 6 baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Busuele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Na mtazamaji, ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika Upendo TV habari. Mimi ni Francisco Nongolo nitakaye kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia utabiri wa hali ya hewa utakujia hapo baadaye kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Na kukumbusha pia tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Mimi huko ni Francisco Nongolo, lakini pia Upendo Media kama Upendo Media. Karibu basi tuanzie Zanzibar, ambapo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewasihi Watanzania hususan vijana kulinda amani na utulivu wa nchi kwa kuwakataa wale wote wasiotakia mema taifa ili shughuli za maendeleo, uwekezaji, biashara na ajira ziweze kustawi vizuri. Hayo amesema wakati akishiriki katika tamasha la Kizimkazi kwenye uwanja wa Mwehe Makunduchi Zanzibar, ambapo amesema ni wajibu wa kila mwananchi kulinda amani na muungano kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vya hapo baadaye. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niwaombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Kwa niwaombe sana tukatae kwa nguvu zote wasiolitakia mema taifa letu, na tulinde Tanzania yetu na muungano wetu kwa mustakabali wa kizazi chetu na kizazi kijacho. Hafla hiyo imehudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa kitaifa akiwemo Makamu wa Rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wengine wengi, ambapo rais amesema tamasha hilo linapaswa kuwa lango la fursa za kiuchumi. Miradi yote iliyozinduliwa au iliyojengwa kwa kupitia tamasha hili, haya ndio malengo hasa ya kuanzishwa kwa tamasha hili. Na kwa mwaka huu nimefurahishwa na kauli mbiu ya tamasha inayosema Kizimkazi kumenogwa, shangwe na fursa. Nataka nirudie, Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Mtakubaliana nami nyote mlioshiriki tamasha hili, mmeona ukweli huu kwamba Kizimkazi na wilaya ya Kusini kwa ujumla ilinoga. Wilaya ya Kusini ilichangamka, wilaya ya Kusini ilifurahi, ilikuwa na biashara na imepata fursa tulizokusudia katika kuboresha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi akizungumza katika hafla hiyo amesema ana matumaini makubwa kuwa tamasha hilo litaendelea kuwa chachu ya kuvutia wageni, watalii na wawekezaji wengi zaidi visiwani Zanzibar. Hili limekuwa ni jukwaa muhimu la kuhamasisha shughuli za maendeleo, kwani pamoja na shughuli za burudani na michezo tumeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ya barabara, maji, elimu, afya, nyumba za makazi, viwanja vya michezo na mengineyo. Mheshimiwa Rais, napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itahakikisha miradi yote iliyozinduliwa na ile itakayojengwa baadaye inatunzwa na kuendelezwa ipasavyo kwa maendeleo na ustawi wa wananchi. Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar Seif Kombo Pandu, pamoja na kushukuru serikali kwa kufanikisha uzinduzi wa miradi mbalimbali, huku mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Khamis amesema mkoa huo unaendelea kufunguka kutokana na kuwa na fursa nyingi. Sisi wananchi wa Kusini na hasa jimbo la Makunduchi, mimi pamoja na mbunge tunafarajika sana tunapata maendeleo haya,
umetuletea maendeleo makubwa sana wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini pia Rais wa Zanzibar. Neema hii tunazoziona uwanja huu wa Mwehe ni jitihada kubwa za rais wetu wa Zanzibar, alhamdulillah. Mheshimiwa Rais, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya tamasha nikupongeze sana wewe binafsi pamoja na wote ambao bila shaka kwa mwaka huu wamehudhuria na kuchangia kwa michango yao, wahisani wetu, wadau wa maendeleo, wafadhili mbalimbali. Basi tunawaambia asante sana. Miradi hiyo imeagusa makundi yote ya kijamii Mheshimiwa Rais. Imewagusa vijana, imewagusa akina mama, imewagusa wazee, imewagusa watu wenye ulemavu na imewagusa pia watoto wetu walio chini ya miaka 15. Mtazamaji, tukitoka huko visiwani Zanzibar na sasa ni Dar es Salaam, ambapo serikali imeombwa kuendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye kilimo hai kutokana na mchango wake katika kulinda afya ya walaji, kujenga mfumo endelevu na uzalishaji wa chakula, hatua ambayo itaiongezea uzalishaji wa chakula salama, kukuza uchumi pamoja na kupanua wigo wa ajira hapa nchini. Hii ni taarifa inayosimuliwa na Christina Mshiu. Wito huo umetolewa na mwanzilishi wa kampuni ya Dorkin Organic Farming Professor Dorcas Kibona wakati akizungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam idara ya kilimo na biashara waliotembelea shamba la kilimo hai la kampuni hiyo lililopo Salasala kwa ajili ya kujifunza namna bora ya kuzalisha mazao yenye tija pamoja na fursa za masoko. Tayari saa hizi watakuwa ni wanafunzi lakini wafanya biashara, kwa sababu bidhaa tunazo za kutosha. Kwa hiyo fursa ya pekee walioipata, kwanza wamekuta vitendo, pili wamepata bidhaa za kuziuza na kupata fedha, tatu wanapata afya, nne wakirejea kwenye chuo chao na shuleni walikotokea pamoja na wazazi wao watawapelekea taarifa za Dorkin kwamba unaweza kula chakula kikawa dawa. Dawa haiwezi kawa chakula, unajua lakini chakula ni dawa. Wale ambao ni wadau wanaozalisha, Watanzania wenzangu, marafiki wangu, na wahamasisha walime kilimo ekolojia ili tuweze kufikia soko la kimataifa. Okay, tunataka tuwalishe Watanzania kitu kilicho kizuri, lakini tukitaka kupata dola, euro, paundi, itatulazimu tulime kilimo hai kupitia kilimo biashara. Mkurugenzi wa Dorkin Organic Farming Dr. Emmanuel Mwanga amesema elimu, uzalishaji na ulaji wa vyakula vyenye ubora inapaswa kuanzia kwa wazalishaji hadi kwa walaji ili kujenga jamii yenye afya na tija katika shughuli za kiuchumi. Unapokula chakula kilichotokana na mazao ya kilimo hai, kumbuka kuna nutrient, kuna vitamins, kuna minerals, madini haya. Yale yatenda kuimarisha afya yako. Afya yako ikishakuwa imara, wale walinzi wako wanaoipambania afya yako wakishakuwa vizuri, ukiwawezesha vizuri, basi afya yako haitaingiliwa na maradhi yote ya milipuko kutoka nje, labda iwe bahati mbaya sana, lakini tunaamini kinga zako zitakuwa juu. Kwa hiyo kinga zako zikishakuwa juu, hata ukikaa jirani na mtu ambaye anaumwa mafua hawezi kukuambukiza, kwa kuwa kinga zako ziko juu. Utakuwa mwenye afya ya akili, utakuwa mwenye afya bora, njema na sahihi. Utakuwa ni mtu mwenye afya ya akili, utawaza vizuri, utafikiri vizuri, utaona vizuri, macho yako yataona vizuri, utalala usingizi mzuri, utalala kwa wakati, utaamka kwa wakati. Kwa upande wao, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiwemo Mariam Kisuke na Ambrose Damas wameshukuru Dorkin Organic Farming, wakieleza kuwa ziara hiyo imewapa nafasi ya kuunganisha elimu ya darasani na uhalisia wa shughuli za kilimo, ikiwemo namna kuzalisha mazao, kuyaongeza thamani na kuyafikisha katika masoko. Tumeweza kuona namna ambavyo tunaweza tukazalisha mazao kwa kutumia njia asilia au mbolea za asili bila kutumia kemikali, ili kwa ajili ya kutunza mazingira, udongo pamoja pia na afya ya binadamu. Tumeweza kuzunguka kuona baadhi ya mimea iliyoko mahali hapa, tumeona mboga, tumeona kuna maua pia yako mahali hapa, tumeona mchaichai ambao pia hivyo vitu tunavitumia wengi majumbani, lakini wengi wetu tumekuwa tukitumia bila kujua madhara yake. Kwa mfano, kuna maua ambayo majumbani mwetu tumekuwa nayo, lakini maua yale tumekuwa tukiyaweka kwenye zile chupa za plastiki, lakini kumbe zina madhara bila sisi wenyewe kujua. Natoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali, wawekezaji, wawekezi katika kilimo, hasa kilimo cha biashara ambacho wanaweza
kushiriki katika kilimo hai ambacho ni stahimilivu kwa afya zetu na pia kwa uhitaji wote wa soko la bidhaa za kilimo. Katika ziara hiyo, wanafunzi wametembelea kilimo cha biashara Afrika Mashariki kilichopo Ubungo, ambapo wamejifunza mnyororo wa thamani katika kilimo, ikiwemo namna kuzalisha mazao na kuzingatia mahitaji ya soko, kuyaandaa na kuyafikisha kwa walaji. Haya, mtazamaji, Christina Mshiu huyo na simulizi ya taarifa. Na sasa ni katika jiji la Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hadi Jumatatu Agosti 17, 2026 baada ya upande wa Jamhuri kuomba muda zaidi kutokana na changamoto za kiafya alizopata shahidi wa 18 aliyepaswa kwanza kutoa ushahidi hii leo. Upande wa Jamhuri umeeleza mahakama kuwa shahidi wa 18 amepata changamoto za kiafya, hivyo kuomba kesi hiyo iahirishwe na kuahidi kwamba Jumatatu utawaleta mashahidi wote waliobaki ili kuendelea na ushahidi wa upande wa mashtaka. Hata hivyo, mshtakiwa Tundu Lissu amepinga ombi hilo na kuikumbusha mahakama kuhusu amri ya kuwasilishwa mashahidi wawili kila siku ya usikilizwaji, ambapo amesema amri hiyo ilirudiwa Jumatano na Alhamisi, lakini upande wa mashtaka bado haujatekeleza maelekezo hayo. Hata hivyo, jopo la majaji watatu likiongozwa na Dastan Ndunguru imekubali na ombi la upande wa Jamhuri na kuagiza upande wa Jamhuri kuja na mashahidi wote Jumatatu ya Agosti 17. Lissu leo anatimiza siku ya 493 akiwa gerezani, ambapo jana alimhoji shahidi wa 17 Wasili aliyepewa jina la P, ambaye alianza kutoa ushahidi wake kabla ya kufanyiwa maswali ya dodoso. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39(2) cha sheria ya kanuni ya adhabu linalotokana na maneno aliyotamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na sasa tuelekee makao makuu ya nchi pale katika jiji la Dodoma, ambapo serikali ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Ujerumani zimeanza mazungumzo ya pande mbili kwa lengo la kuimarisha ushirikiano, maendeleo na hususan katika miradi yenye matokeo ya moja kwa moja kwa wananchi na uchumi wa taifa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo wa pande mbili, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Elijah Mwandumbia amesema mkutano huo ni sehemu ya utekelezaji wa ushirikiano wa muda mrefu kati ya Tanzania na Ujerumani ambao una historia zaidi ya miongo 6. Miaka ya 60 waanzilishi wa taifa hili walianza mashirikiano na serikali ya Ujerumani, na mwaka 1975 ipo framework agreement au mkataba wa mashirikiano wa namna ya mashirikiano yatakavyoendelea ulisainiwa. Na kwa hiyo yale ambayo tunayajadili sasa yanazingatia mkataba wa mashirikiano ambao ulisainiwa mwaka 1975. Katibu mkuu ofisi ya Rais Mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango Daktari Tauskida amesema Tanzania iko tayari kuimarisha na kuhuisha ushirikiano wake wa muda mrefu na Ujerumani na kuendana na malengo ya dira ya maendeleo ya Tanzania 2050, ambapo mkuu wa kitengo cha Afrika Mashariki na Kati, Wizara ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo ya Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani, Joachim Schmidt amesema ushirikiano utatekelezwa katika maeneo yenye uwezo wa kuchochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kupunguza umasikini na ukosefu wa usawa, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda utawala wa sheria, nafasi ya asasi za kiraia, amani na usalama. Vision sets ambitious national targets, famous for which are transforming Tanzania into an upper middle income country with $1 trillion economy and anticipating to have a per capita GDP of about $7,000. Mazungumzo hayo yamefanyika jijini Dodoma, yalijikita katika maeneo mbalimbali ya kimkakati yakiwemo maji na usafi wa mazingira, afya, nishati, matumizi endelevu ya rasilimali za asili na uhifadhi wa mazingira, upatikanaji wa haki, usimamizi bora wa fedha za umma pamoja na usawa wa kijinsia. Mtazamaji, na sasa tuelekee kule katika mkoa wa Songwe. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA katika mkoa huo
imesema wafanyabiashara wakubwa na wadogo wana haki ya kupinga kodi endapo hawajaridhishwa na makadirio yaliyofanywa kwenye biashara zao, huku akiwahimiza kufuata taratibu za kisheria kuwafikia viongozi wa mamlaka hiyo ili changamoto zao zipatiwe ufumbuzi kwa wakati. Hii ni taarifa ambayo inasomwa hapa na Nicholas Ndabila kutokea huko Songwe. Akizungumza mara baada ya ziara fupi ya kuwatembelea wafanyabiashara katika mji wa Tunduma wilayani Momba, meneja wa TRA mkoa wa Songwe Josephat Mwaipaja amewataka pia wafanyabiashara kubeba jukumu lao la msingi la kulipa kodi kwa wakati ili kuepuka adhabu za ongezeko za gharama zisizokuwa na tija kwao. Kwa jina naitwa Josephat Mwaipaja, ni meneja wa mamlaka ya mapato mkoa wa Songwe. Kama ambavyo umeona leo hii ni siku ambayo kama mamlaka ya mapato tumekuwa na taratibu za kusikiliza kupita kwa walipa kodi kwa ajili ya kuwashukuru na pia kusikiliza changamoto zao ambazo kwa namna moja au nyingine zinawakabili katika utendaji wao wa biashara. Na makadirio ya kodi yaliyofanywa, basi kuna utaratibu wa kupinga hiyo kodi, lakini pia wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wengine kwa ujumla ni waase. Inapotokea hujaridhika na huduma yetu, basi usisite kutuona sisi viongozi. Tutakuwa tayari katika kuhakikisha kwamba tunakusikiliza na kutatua changamoto yako ya kodi. Tumepita kwa wafanyabiashara wengi sana kwa ajili ya kuwasikiliza. Wengi wana changamoto chache, wengi wamekuwa kutusifia kwa huduma zetu bora ambazo tunazitoa. Wajitahidi sana kwenye kuzingatia taratibu za kufanya biashara, kwa maana ya kwamba watoe risiti wanapofanya mauzo yao, walipe kodi kwa wakati ili kuepuka penalty, wawasilishe litani zao. Kuna litani za mapato, kuna litani za kodi ya ongezeko la thamani, kuna litani za kodi za ajira. Vitu vyote hivi wavifanye ndani ya muda ili kuepuka zile riba na adhabu ambazo naweza nikasema sio lazima sana kwao. Baadhi ya wafanyabiashara hao katika mji wa Tunduma wameipongeza TRA kwa kuwatembelea na kukutana na wafanyabiashara ili kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili, wakisisitiza wafanyabiashara kuwa wazalendo katika ulipaji wa kodi. Wakiwa TRA watakiwa kwa ofisini, watakuwa kuja kutembelea, wao wanakutana na changamoto zetu sisi. Wakikutana na changamoto zetu, wakikutana na mambo tunayokutana nayo, ni rahisi sana kuchukua hatua na ni rahisi kupeleka kutupa huduma kwa urahisi zaidi. TRA si maadui, ni watu wa kuishi nao vizuri na kushauriana. Unapokutana na changamoto kama sisi wafanyabiashara, hata kitu kimbie, nitakuwa tuafesi, tujielezee ili kwa ajili ya kupata matatizo, kusuluhisha matatizo yetu. Kama sisi Tanzania tuendelee kulipa kodi, kuchangia nchi yetu kwa ajili ya kuleta maendeleo, kwa sababu tusipolipa kodi basi tutapata maendeleo. Kodi yangu, kodi yako ndio chanzo cha maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi nawashauri Watanzania wafanya biashara tusipe kodi, tulipe kodi inayofaa, na pia serikali tuangalie kutetea mazingira sahihi, mazingira rafiki ya sisi walipa kodi, ili tusikwepe wala tusikimbie kulipa kodi. Tukiwa mazingira rafiki, kila mtu atalipa kodi na hakuna hata mtu mmoja atakapokuwa anakimbia kulipa kodi. Kwa upande wake, mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi Ketis Kaise ameshukuru TRA kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara kuzungumza ili kuboresha zaidi uhusiano wa pande hizo mbili. Waongeze wigo wa mazungumzo. Unajua siku zote mfanyabiashara anapenda kujifunza na anapenda kuelekezwa. Sio wote wanapenda kukimbia kodi au wanapenda kuingia mifuano na mamlaka ya mapato. Kwa kweli kama wataongeza wigo hasa wa kuzungumza, kwa sababu njia nzuri ya mfanyabiashara na mamlaka ya mapato ni mazungumzo. Mfanyabiashara atakapoelekezwa, atakapoeleweshwa, atakuwa ni rafiki mzuri sana na atakuwa ni balozi mzuri sana wa mamlaka ya mapato Tanzania, na atafanya biashara yake akiwa huru bila hofu yoyote. TRA mkoa wa Songwe imetenga siku moja katika kila juma kama siku maalum ya kuwatembelea wafanyabiashara na wajasiriamali kwa lengo la kutoa elimu, kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za kikodi. Nikiripoti kutoka Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Asante Nicholas Ndabila kutokea huko Songwe, mtazamaji. Na sasa ni kule Geita. Kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Geita GGML imetoa shilingi bilioni 1.2 kwa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI kwa ajili ya kugharamia matibabu ya bure kwa watoto 300 wenye magonjwa ya moyo, msaada ambao unalenga kuwezesha watoto hao kupata matibabu yakiwemo upasuaji na uzibaji wa matundu kwenye moyo. Tausi Salum na taarifa zaidi kutokea huko.
Hayo yamesemwa Agosti 14, 2026 na mkurugenzi mtendaji wa GGML Ashlafu Sayanglat wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa makubaliano kati ya kampuni hiyo na JKCI yaliyofanyika katika ukumbi wa mgodi huo, ambapo amesema GGML ilianza kuchangia matibabu ya watoto 13 mwaka 2024 na kupitia mpango huo mpya watoto 100 watapatiwa matibabu kila mwaka kwa kipindi cha miaka mitatu, ambapo kampuni itatoa shilingi milioni 400 kila mwaka. It's a 3-year relationship that we're looking forward to. Today is the signing of it. It's 100 kids per year and approximately $400 million Tanzanian shillings per year. And you know, we look forward to this 3-year relationship, and hopefully it becomes a successful one. And we don't know what the future holds, but I hope this relationship continues. But other than that, I'd like to say, obviously, thank you for the JKCI team and also the Geita Gold Mine team that's here today presenting us. Meneja mwandamizi wa mahusiano ya GGML Gilbert Muria amesema ufadhili huo utasaidia kuongeza nafasi ya watoto wenye matatizo ya moyo kupata huduma muhimu ikiwemo upasuaji na uzibaji wa matundu ya moyo, jambo litakalosaidia kuokoa maisha yao. Leo tumeshuhudia kusainiwa kwa makubaliano kati ya kampuni yetu ya Geita Gold Mining Limited na Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Mkataba huu au makubaliano haya ni kwa ajili ya kusaidia watoto 300 ndani ya miaka mitatu wenye matatizo ya moyo. Na leo hii tumesaini makubaliano hayo ambayo atawezesha kila mwaka watoto 100 ndani ya miaka mitatu kuweza kunufaika na hiyo huduma ambayo itatolewa na JKCI. Mchango wetu ni wa milioni 400 kwa kila mwaka kwa miaka mitatu, ambayo itakuwa ni bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Geita Gold Mining Limited nipende kuwashukuru sana wenzetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Institute, hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa kukubali kufanya kazi na sisi na kukubali vile vile kupokea mchango wetu ili kwenda kuwezesha tiba na huduma kwa watoto wenye mahitaji hapa nchini. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema wamepokea ufadhili huo kwa furaha kutokana na ukubwa wa changamoto ya magonjwa ya moyo nchini, hususan katika mikoa ya kanda ya Ziwa, ambapo amesema fedha hizo zitasaidia kuokoa maisha ya watoto kutoka familia zenye hali duni, huku akiahidi kusimamia matumizi yake kwa ufanisi. Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo yanaongezeka sana kwa kasi na mengi yanawapata watoto. Kati ya watoto 100 wanaozaliwa, kuna watoto 2 wana matatizo ya magonjwa ya moyo. Lakini kuna vizazi zaidi ya milioni 2 kwa mwaka kwa nchini Tanzania, na katika hivyo vizazi wapo watoto 13,000 watakuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu. Kati ya hao watoto 4,000 watahitaji upasuaji wa haraka na wengine kuzibwa matundu kwa haraka ili waweze kusevu maisha. Serikali imekuwa ikitoa zaidi ya 70% kuwasaidia hao watoto. 30% iliyobaki tunaipata kwa wadau mbalimbali. Naomba nichukue nafasi hii kuishukuru sana Geita Gold Mining, kwani mwaka jana waliweza kusaidia watoto 13 na leo tunaandika historia mpya. Geita Gold Mining inaenda kuwasaidia watoto 100. Watoto wengi wanatoka katika kanda ya Ziwa, ambapo ndio wanaoongoza wanapofika pale JKCI. Kwa hiyo watoto hawa wanakwenda kufaidika na uamuzi ambao umefanywa na management ya Geita Gold Mining. Si pesa tu walizozitoa, wameenda kuokoa maisha, lakini wameenda kuleta matumaini ya watoto ambao wanaenda kuongoza taifa la Tanzania la kesho.
Kutoka Geita, Tausi Salum, Upendo TV, amani kwa wote. Asante Tausi Salum kutokea huko na taarifa hiyo. Na sasa ni katika mkoa wa Shinyanga. Baraza la madiwani la manispaa Kahama Shinyanga limetaka TARURA kuongeza usimamizi wa kandarasi wanaotekeleza miradi ya barabara ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Tupate taarifa zaidi kutokea huko Shinyanga. Meya wa manispaa ya Kahama Mataluma Kaniki amesema baadhi ya wakandarasi wamekuwa wakianza kazi na kuziacha bila kukamilisha, hali ambayo imeendelea kuwa kero kwa wananchi katika kata mbalimbali. Ameomba TARURA kuwasimamia kwa karibu wakandarasi wanaopewa kazi ili kuzuia hali ya kuacha miradi ikiwa haijakamilika na badala yake kuhakikisha wananchi wanapata barabara bora. Niwaombe tu TARURA kwamba kwenye kata zetu ni kweli hii miradi ambayo inayoletwa na watu wa TARURA kwa ajili maana ya wakandarasi wanakuwa wanatengeneza mitaro, yani wanatengeneza kidogo mara wanaacha mara yani kitu ambacho unaweza ukaona kabisa. Niwaombe watu wa TARURA msimamie, kwa sababu haiwezekani amepewa mkandarasi anachimba tu anapaacha na jenga kama mtaro kidogo bila hata kufikisha kule anapaacha. Kwa kweli imekuwa kero sana kwenye kata zetu. Naomba meneja wa TARURA ulisimamie hilo, wakandarasi wanaopewa shughuli kwenye manispaa yetu. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kahama Thomas Muyonga amesema changamoto za barabara zinahitaji mipango ya muda mrefu na amewataka viongozi kutafuta mbinu nyingine za kuzitatua badala ya kusubiri mradi mmoja ukamilike. Wakati tukiendelea na miradi ya Benki ya Dunia hii, tuendelee kupanga mipango mingine waheshimiwa madiwani. Mji wetu wa manispaa yetu umekuwa kubwa kweli kweli. Kwa hiyo ni vizuri kwanza kuangalia mbinu nyingine kwa PR mlizo nazo, kwa jinsi ambavyo serikali yetu imejipanga kutoka hapa mkoani. Maana yake tuweze kuona namna kutafuta miradi mingine tena mikubwa ya barabara. Tusiishie kusubiri huu uishe kwanza. Maana yake tuanze kupambana na hii kazi. Comrade Nkinda unaiweza. Kwa hiyo tunategemea sana sasa mshikamano, kwa sababu kazi ambayo tunayo huko mbele ni kubwa, inahitaji mshikamano na utulivu. Watu waliotulia wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi kuliko waliosambaratika. Naye mkuu wa wilaya Kahama Frank Nkinda amesisitiza umuhimu wa ushirikiano, amani na utulivu katika kuwezesha serikali kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ufanisi. Tuna kazi kubwa sana ya kufanya ambayo ni lazima tukae kama madiwani, muone pamoja na wataalamu wa TARURA tunafanyaje hizi barabara kubwa zinazounganisha makazi ya watu na maeneo yenye huduma, kwa maana hospitali, masoko na nini, barabara zile ziwekwe mola. Hiyo ndio itakayokuwa suluhu ya changamoto za barabara za ndani katika mkoa. Otherwise tunachoka barabara kila siku, baada ya muda fulani tatizo liko pale pale. Kumaliza kero hii kwa wakati mmoja, ndugu zangu, si jambo jepesi, lakini angalau tunaweza tukaanza na haya. Kwa hiyo nilisema, Mheshimiwa Msekimea, nilishauri, lakini niahidi tu kwamba ofisi yetu tuko tayari wakati wowote, iwe usiku iwe mchana, kuhakikisha serikali ya CCM inaendelea kukubalika, kupendwa na kufurahiwa na wananchi ambao. Mtazamaji, taarifa hiyo kutokea Shinyanga inatupeleka sasa katika mkoa wa Singida. Halmashauri nchini zimetakiwa kwanza kutumia kikamilifu mifumo ya kidigitali ya kukusanya mapato, ikiwemo moduli za maegesho na usajili wa majengo katika mfumo TAUS, ili kuongeza mapato ya ndani na kuboresha huduma kwa wananchi. James Stanley huyu hapa kutokea huko Singida na taarifa kamili. Katibu tawala mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga ametoa agizo hilo wakati akifungua mafunzo ya matumizi ya modali za TAUS katika chuo cha VETA Singida yaliyokutanisha washiriki kutoka mikoa ya Singida, Dodoma, Morogoro na Iringa. Dr. Mganga amesema matumizi ya modali ya maegesho yamewezesha mapato kuongezeka kutoka shilingi bilioni 20 mwaka 2022-2023
hadi bilioni 36 mwaka 2025/26 katika halmashauri 52, ikizitaka halmashauri ambazo bado hazijaanza kutumia mfumo huo kuchukua hatua mara moja. Moduli ya maegesho yani parking imekuwa ikitumika katika halmashauri 52 tangu mwaka wa fedha 22/23 na imeleta matokeo chanya katika ukusanyaji wa mapato. Mapato yatokanayo na chanzo cha maegesho yameongezeka kutoka shilingi bilioni 20 mwaka 22/23 hadi kufikia shilingi bilioni 36 mwaka 25/26. Mafanikio haya yanaonyesha mchango mkubwa wa matumizi ya moduli hii. Nadhani katika maazimio ambayo tutaazimiana ni katika vile kuanzisha hiyo chanzo kwa kila halmashauri. Maana bodaboda na magari yanapata kila mahali. Aidha, Dkt. Maganga amewataka waweka hazina, wahasibu na wataalamu wa TEHAMA kutumia mfumo wa tausi kwa uadilifu na kuhakikisha hauhujumiwi, akisisitiza kuwa ufanisi wa mfumo unategemea zaidi namna wanavyotumiwa na watendaji. Ameongeza kuwa usaili sahihi wa majengo utaongeza mapato yatokanayo na kodi za majengo, kuboresha taarifa za makazi na kurahisisha wananchi kupata huduma mbalimbali zinazohitaji taarifa hizo. Endelea na maandalizi ya utekelezaji wa ukusanyaji wa kodi za majengo kwa kuzingatia thamani ya majengo. Hatua hii inalenga kuimarisha usawa, uwazi na haki katika utozaji wa kodi hiyo. Kila mmoja akirudi nyumbani ahakikishe anashirikiana na wale watu waliopewa kazi ya kusajili majengo ili majengo yote yasajiliwe na hatimaye tuweze kukusanya fedha kikamilifu. Mwenyekiti wa mafunzo hayo Nicholas John amesema kikao hicho cha siku 4 kinalenga kuwajengea uwezo wa shiriki kuhusu matumizi ya modali za maegesho za kodi za majengo kwa lengo la kuongeza mapato katika halmashauri zote 184 nchini. Kwa mujibu wa ratiba, vitu ambavyo vitafundishwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitatuziwezesha halmashauri zetu kuweza kukusanya na kuongeza kipato kwa halmashauri badala ya kutegemea vyanzo vichache vinavyotegemea hali ya hewa. Mkaguzi wa ndani mkuu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mjanja Hamisi, amesema mafunzo hayo yanalenga kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya maegesho ya kodi na majengo kwa kuwezesha wahasibu, waweka hazina na maafisa TEHAMA kutumia kamilifu modali za tausi. Kwa nini vyanzo hivi tumeamua mahususi kuviwekea mkazo kwa maana ya kutoa mafunzo kwa halmashauri, kwa watumishi mbalimbali kutoka ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, ni kwa sababu vimekuwa na ufanisi mdogo katika kukusanya. Ukianza na parking, utakuta kwa nchi nzima ambapo tuna halmashauri 184 ni halmashauri 52 peke yake ndio ambazo zinakusanya parking. Utaona namna serikali inapopoteza mapato. Kutoka mkoani Singida, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Amani kwa wote. Mtazamaji, ni taarifa hiyo ambayo imesomwa hapa na James Stanley, na sasa inatupeleka mkoani Kilimanjaro. Katibu tawala wa wilaya ya Hai Sospeter Magonela amesema kuwa mpango wa biashara wa taasisi za maji unaotarajiwa kuanzishwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA unatajwa kuleta manufaa na kufanikisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya maji na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama karibu na wananchi wa muda mrefu. Rehema Abraham huyu hapa na undani wa taarifa kamili. Magomera amesema hayo wilayani Hai wakati akimwakilisha mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko katika mkutano mkuu wa wadau wa maji wenye lengo la kujadili na kuwasilisha mpango wa biashara wa taasisi za maji wa miaka mitatu wa RUWASA unaotarajiwa kuanza mwaka wa fedha 2026-2027 mpaka 2028 na 2029. Amesema kuwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, moja ya vipengele vilivyopo ni kuhakikisha huduma ya maji inasogezwa karibu na wananchi mita zisizozidi 100. Kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, moja ya vipengele vilivyopo ni kuhakikisha kwamba maji yanasogezwa kwa wananchi mita zisizozidi 100, na hiyo ni sera ya maji 2022 ambayo imefanywa marekebisho 2025, kwamba mwananchi wa kawaida apate maji si zaidi ya mita 100 kutoka nyumbani kwake. Hapa tuna mpango wa biashara wa taasisi hizi za maji ili zijiendeshe.
Mwaka jana tumepata shida ya maji kuanzia miezi ya 9 kwenda mpaka mwezi wa 12. Kuanzia mwezi wa 8 tuseme. Ilikuwa ni crisis kubwa. Sisi hapa ilifika hatua tulizuia maji yasitoke hapa kwenda Simanjiro kwa maana ya Mererani. Kwa upande wake, meneja wa RUWASA mkoa wa Kilimanjaro Joseph Makaidi amesema kwa sasa upatikanaji wa maji vijijini mkoani Kilimanjaro umefikia 86.5%, huku lengo likiwa ni kuendelea kuboresha huduma hiyo ili ifikapo mwaka 2030 kata zote za vijiji ziwe zimefikiwa na huduma hiyo. 4.8 wakati tunaanza RUWASA, na kwa nguvu hizi za 80% kwenye uwekezaji kwa ajili ya kuweka miundombinu muhimu ya uboreshaji wa huduma za maji, ilipofika 2025 mwezi Disemba, mkoa wa Kilimanjaro kwa vijijini uliweza kupeleka hali ya huduma ya maji kufikia 86.5. Kwa hiyo utaona kwamba serikali imeshawekeza sana kwenye uboreshaji wa huduma ya maji. Na sasa jukumu kubwa lililopo ni kudumisha huduma hiyo ya maji iendelee kuwepo. Akizungumza kwa njia ya simu, mbunge wa jimbo la Hai Mheshimiwa Sashisha Mafwe amesema bado kuna changamoto ya maji na kusema ni vyema upatikanaji wa maji ukawa wa uhakika ili biashara ya maji iwe na faida katika kuhudumia wananchi. Sasa mimi nina mapendekezo kadhaa. Bado tatizo la maji kwenye wilaya yetu ni kubwa. Nikafikiri moja ya kazi kubwa tulionayo ni kuona tufanye jambo gani maji yaweze kupatikana. Maji yakiweza kupatikana ndio biashara yenyewe. Maji tunayatemu kama public utility, ni huduma, sina shida nalo. Lakini tunapokaa wadau wa maji lazima tutazame maji kama biashara. Tukitazama kwa mtazamo maji kama biashara huduma, itatusaidia kutengeneza mpango biashara ambao utakuwa na faida lakini wenye mrengo wa kihuduma kuhudumia wananchi. Sasa katika wilaya yetu utaona kwamba mara nyingi maji huwa yanakosekana kufika hasa kipindi cha joto. Sasa hili nalo tunataka liongelewe sana kwamba changamoto ni nini na nini tufanye ili tuweze kukabiliana na changamoto hizo, ili tuweze kupata maji ya uhakika kwa muda wote bila kukumbana na changamoto hizo. Imekuwa ni shida sana mara nyingine. Kwa upande wa wadau walioshiriki katika mkutano huo, wamesema bodi zinapaswa kuhakikisha kuwa mita za maji zinasomwa na zinaleta matokeo sahihi kwa watumiaji wa maji. Tuwe na mpango angalau serikali kutusaidia kwenye hizi mita za prepaid meter ambazo pia zitaenda kuondoa sasa lawama kwa wananchi. Wananchi wanakuwa waamini wale wasoma mita, na unakuta msoma mita ana haki kabisa na amesoma kabisa ipasavyo, lakini kunakuwa na mkanganyiko kidogo kwa wananchi. Imetokea hata juzi kuna mtu ametoa bili karibia 70,000, kumbe ilikuwa ni mrundikano wa bili, kwamba bili hazisomwi. Kwa hiyo nilichokuwa najaribu kuomba ni kwamba swala la usomaji wa mita lipewe kipaumbele sana. Sisi madiwani tunakutana na changamoto nyingi sana. Inatakiwa tuangalie ni kwa namna gani sasa hivi hii elimu tunaipeleka namna gani kwa wananchi wetu, kwa sababu ukienda sasa hivi kiangazi ndio kinaanza, ukisema umepandisha maji watu hawatakuelewa. Mkutano huo umefanyika ikiwa ni sehemu ya kuwakutanisha wadau wa maji kujadili mipango ya utekelezaji na kuweka mikakati ya kuhakikisha huduma ya maji vijijini inaendelea kupatikana kwa uhakika na kwa ubora. Mimi ni Rehema Abraham. Mtazamaji, taarifa hiyo kutokea huko kwa Rehema Abraham. Na sasa ni katika jiji la Dar es Salaam wa Tanzania. Kampuni, taasisi na watoa huduma wenye uwezo na sifa stahiki wamehimizwa kuchangamkia fursa mbalimbali za zabuni zilizotangazwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kuelekea maandalizi ya uendeshaji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Tupate taarifa kamili. Akitoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam, katibu wa kamati ya ndani LOC Neema Msitha amesema fursa hizo zinahusisha maeneo mbalimbali yakiwemo michezo,
biashara, huduma za kitaalamu, teknolojia, masoko, usafirishaji na malazi, pamoja na huduma nyingine zitakazohitajika kulingana na matakwa ya kila zabuni. Na fursa hizo ziko katika maeneo mbalimbali. Kwa maana hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, makampuni, watoa huduma wenye uwezo katika maeneo mbalimbali yanayohusisha michezo, biashara, huduma za kitaalamu, teknolojia, masoko, usafirishaji, malazi, pamoja na huduma nyingine zinazohitajika kulingana na matakwa ya kila zabuni, kuweza kutembelea website ya CAF ambayo iko CAF Online kwa ajili ya kuweza kuona fursa hizo na waweze kufanya mchakato wa kuchangamkia fursa na kuomba fursa hizo, waweze kupata nafasi ya kufanya kazi na CAF. Hii itasaidia kuwanufaisha wao wenyewe katika kupata manufaa ya kifedha, lakini pia katika kuwajengea uwezo na kuendelea kujiimarisha kiuchumi. Natoa rai na wito kwamba fursa hizi zimetangazwa na zina muda wa mwisho. Zipo ambazo zinaanza kuisha kuanzia Septemba 2 na zingine zinaendelea mbele. Kwa hiyo naomba niwashauri na niwasihi Watanzania wote, makampuni, wadau, watu binafsi waweze kujitokeza kwa wingi, watembelee website ya CAF ili waweze kuhakikisha kwamba wanaziona fursa hizo na kuziomba. Kwa mujibu wa Msitha, fursa hizo ni muhimu kwa kampuni na watoa huduma wa ndani kupata nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na maandalizi na uendeshaji wa AFCON. Akihitimisha taarifa hiyo, amesema Tanzania iko tayari kwa ajili ya mashindano hayo na kuwataka Watanzania kuchangamkia fursa zinazojitokeza. Mtazamaji, taarifa hiyo kutokea huko inatuhitimishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa utasomewa habari za kimataifa.